Kilichomkuta hivi Mashujaa leo, unazungumzia bao sita. Bao sita haziji tu pupa, bao sita zinakuja kwa kutengeneza nafasi na kuzitumia na sana katika sehemu ya ushambuliaji. Depu ni mzuri sana 1v1, ana uwezo wa kukuchukua. Naweza kusema Depu ni balaa jipya mjini. Bwana, naweza nikasema katika siku ambazo mashabiki wa Young Africans watakuwa na furaha, nadhani ni hii leo, mara baada ya kuwafunga Mashujaa bao 6-0. Unaweza kusema Mashujaa ni kama walikutana na mfupa katika losti la maini. Na hapa nipo na mwalimu, yeye atakwenda kutuambia mchezo umekuwa wa namna gani ambavyo ameuona. Na mwalimu, unaozungumziaje mchezo wa leo? Young Africans wamecheza kiwango cha namna gani, ama unaweza kusema walipata kipimo ambacho sio sahihi kutokana na kikosi ambacho kilianza hii leo? Hapana, huwezi kusema kipimo sio sahihi kutokana na baadhi ya mabadiliko waliyofanya ndio ameleta chachu ya kufanya kitu bora zaidi katika upande wa kiungo, upande wa ushambuliaji. Young Africans katika mechi za nyuma walikuwa na miss sana pale katikati, kiungo ambaye yupo vizuri kwenye defensive na kwenye kupandisha mashambulizi. Leo hii unazungumzia Young Africans kwa ujio wa Damaro Kamara, amejitahidi sana katika safu ya kiungo pale, akiwa anaongoza Max Nzengeli na Duke Abuya ili kuweza kusupply mipira. Kwa hiyo Max Nzengeli na Duke Abuya walikuwa free sana kupokea mipira kutoka kwa Damaro na kwenda juu kwenye kushambulia, huku wakiongozwa na Starboy Alan Okello. Alan Okello ni mzuri sana katika akitokea pembeni ama katikati pale, hivyo walikuwa wanawachanganya sana mabeki wa timu pinzani. Timu Mashujaa hawakuwa katika kiwango bora, hivyo unakosea kutokana na aina ya wachezaji wa Yanga ndio wamefanya leo wazidi kuonekana ni timu fulani hivi ya kawaida. Unadhani kwa namna ambavyo Yanga inavyocheza hivi sasa, timu pinzani ama timu nyingine ambazo zitakutana Yanga, unadhani zijiandae kwa namna gani? Kwa sababu hichi ambacho tumekiona leo huenda ikawa muendelezo. Kitu ambacho ninachoshauri kwa timu pinzani ukikutana na Yanga kipindi kama cha sasa hivi, unatakiwa kudefense. Hiyo ndio mbinu rahisi ya kumdhibiti Dar es Salaam Young Africans. Lakini hivi ukisema ufunguke, ndio kilichomkuta hivi Mashujaa leo, unazungumzia bao sita. Bao sita haziji tu pupa, bao sita zinakuja kwa kutengeneza nafasi na kuzitumia nafasi. Hivyo Dar es Salaam Young Africans leo wameonyesha ukubwa wao, wameonyesha na utengenezaji wa nafasi na jinsi gani tunaweza tukazitumia hizo nafasi. Ni eneo gani ambalo unadhani Young Africans hii leo lilikuwa ni bora zaidi kuliko katika eneo lote ambayo wamecheza Young Africans leo? Kwa mimi eneo ambalo naliona bora sana, ukiachana na safu ya ushambuliaji, eneo la kiungo. Eneo la kiungo Yanga alikuwa na miss sana. Mtu kama Damaro Kamara, ujio wake ndio umezidi kuongeza performance ya Yanga kuzidi kwa bora. Na mnaweza nikakubaliana na wewe kwa sababu ukiangalia namna ambavyo alivyokuwa akimiliki mpira, tachi zake, pasi zilikuwa sio sahihi. Tunaweza tukasema Young Africans wamepata chaguo sahihi kabisa katika eneo la katikati. Unadhani atakuwa na mpinzani wowote mpaka sasa? Kwa mawazo siwezi nikampangia mwalimu mawazo, ila kwa mimi binafsi naona kabisa katika ile sehemu ya namba 6 pale Damaro atacheza sana. Sijajua mpango wa mwalimu katika kila baada ya mechi ambayo wataingia na game plan yake, hivyo ila namtabiria mazuri sana pale Dar es Salaam Young Africans kwenye eneo la kiungo pale chini, namuona akicheza sana kwenye ile namba. Sawa mwalimu, sina shaka na maelezo yako, lakini unazungumziaje ingizo jipya la mchezaji kutoka Denmark, Gelson Depu, raia wa Angola? Mechi yake ya kwanza anafanikiwa kuassist, inapigwa fona Alan Okello, anafanikiwa kushinda bao lake la kwanza na anaandika historia. Ni mchezaji ambaye anaingia katika kikosi cha kwanza mechi yake ya kwanza na anaandika bao. Depu kwa namna ambavyo alikuwa akizungumziwa na hichi ambacho amekionyesha hii leo, je, ni mchezaji hatarishi kiasi hicho ama tuseme tu amekutana timu dhaifu akaweza kuscore goli jepesi kama lile? Hapana, mchezaji Depu anaonekana kabisa ni mchezaji hatarishi. Depu akiwa na mpira unaona kabisa anakuwa na comfortable sana, anakuwa na self confidence, anakuwa na uhuru sana na anapenda sana ni kucheza sana. Kwa hiyo igizo jipya la mshambuliaji Depu limeleta uimara sana katika sehemu ya ushambuliaji. Depu ni mzuri sana 1v1, ana uwezo wa kukuchukua. Naweza kusema Depu ni balaa jipya mjini. Ni balaa jipya mjini. Haya bwana, sasa kwa sasa hivi ukipewa sasa ndo majukumu ya ukocha, ukaambiwa upange first 11 yako pale mbele pale, yani utapangaje kikosi chako ukilinganisha na kikosi ambacho watu wengi wamekizoea? Naona kuna maingizo mapya. Kikosi chako namba first one kingekuwa kipi labda? Kikosi changu namba 1
ningeangalia na aina ya mpinzani ambaye naweza nikakutana naye, ndio nitampangia kikosi hivi. Lakini nikikutana na timu kama Majiant, najilipua. Golini Djigui Diarra, kushoto namuweka Mohamed Hussein Shabalala, huku namuweka Yokwas Atola, pale katikati pale namuweka Ibrahim Baka na Dickson Jobu, eneo la namba 6 pale Damaro ni mchezaji mmoja, pembeni namuweka Pacome Zouzoua, pembeni namuweka Alan Okello, pale katikati pale namtumbuiza Max Pia Zengeli, pia juu namtia na Duke Abuya. Duke Abuya atakuwa anabadilishana na Max Zengeli kwenda kupanda kushuka hivi Alan Okello nao atakuwa anaibia katika eneo la namba 10, atakuwa anacheza winga, anaingia kwa ndani, anasababisha hatari, anarudi tena katika namba yake. Namba 9 naweza nikamalizia na Prince Dube akiwa uwanjani, licha ya kosa za magoli, ila ni mshambuliaji ambaye anaweza kutengeneza nafasi timu ikapata ushindi. Ukiachana hicho ambacho umekisema, kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa hawaoneshi performance nzuri pale Jangwani na hata mashabiki wamekuwa wakizungumzia hilo kadhaa. Kuwa na wengineo, unadhani kwa sasa watakuwa na nafasi uhakika katika kikosi cha Young Africans ama unauona uongozi itabidi tuache nao kwa sababu walikuwepo wanatosha? Walikuwepo sasa hivi pale Yanga wanatosha. Mahitaji ya Celestine kuwa naweza kusema Alan Okello ni more than kuwa. Kwa hiyo sioni kabisa nafasi yake kwa sasa hivi Celestine kuwa. Kitu kinachofuata unaweza kusema kwamba huu mchezo dhidi ya Mashujaa ulikuwa ni kama kipimo kwa Yanga na amepata ushindi mnono. Kitu kinachofuata ni kule Cairo, Misri, katika mchezo wa kimataifa aenda kukutana na Al Ahly, miongoni mwa timu bora kabisa barani Afrika. Nini maoni yako? Unaonaje kiwango ambacho imecheza Young Africans hii leo na kuelekea katika mchezo ujao? Approaching itakuwa tofauti kwa sababu tunajua Al Ahly ni timu kubwa na mara kadhaa wamekuwa wakitusumbua. Unadhani mchezo utakuwa namna gani mwalimu? Mchezo nauona utakuwa mchezo bora katika kundi lile, naamini huu ndio utakuwa mchezo bora na mchezo kipimo kizuri sana kwa Dar es Salaam Young Africans. Ninaona kabisa mchezo utakuwa ni mzuri, mchezo utakuwa wa kuviziana, ni mchezo ambao utakuwa wa pressure sana, yani kwa sababu Yanga iwapo kama atashinda mchezo au akapata sare, anajihakikishia kuvuka katika hatua inayofuata. Hivyo na atabiria mazuri kwa kiwango hiko alichokionyesha, na wachezaji wote muunganiko washaupata na maigizo mapya yamekuja kuongeza kitu pale. Kwa wakijikaza vizuri wanaweza wakarudi na ushindi alama 3. Na mnashukuru sana mwalimu kwa maoni yako, nikutakie mwanzo siku njema. Shukrani. Naam, huyo alikuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya michezo na hayo ndiyo maoni yake ambayo ameyatoa kulingana na mchezo ambavyo jinsi ulivyokuwa. Kwa sasa unaweza ukasema Young Africans ndio timu ambayo mashabiki wake wana furaha kuliko timu nyingine yoyote, na naweza nikatabiri hata kwa upande wa wapinzani mashabiki wao wanatamani kama timu ya Yanga ndio ingekuwa timu yao. Kiwango ambacho leo wamekionyesha hakika ilikuwa ni burudani tosha kabisa, hususan kwa mashabiki ambao walikuwa pale KMC wakitazama ule mchezo, hata walikuwa majumbani wakitufuatilia mchezo huo live kabisa. Na wewe pia unao nafasi ya kutuandikia maoni kupitia channel yetu YouTube ASJC Media. Shiriki maoni yako hapo chini, nasi kadri muda uzidi kwenda tutazidi kuyapitia. Usisahau kutuambia unafuatilia kutoka wapi, lakini kikubwa usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zote motomoto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi, kwani hapa kwa tunakuletea habari mbalimbali pamoja na tetesi kubwa za usajili za uaminifu na uhakika kabisa ndani ya muda muafaka. Mimi sina la ziada, ni kutakia muendelezo siku njema, lakini kikubwa unaweza kutufuatilia kwa hana mingine zaidi kupitia mitandao yetu yote kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok na kwingineko ASJC Media. Nikutakie muendelezo siku njema. Bye bye. Uwe na siku njema.